Karibu tena mtazamaji, ni saa 6 na dakika 3 saa za Afrika Mashariki, siku hii ya Alhamisi ya tarehe 10 mwezi ukiwa ni wa Aprili 2025, siku ambayo bila shaka wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere kule walitarajiwa kufanya ule mchezo wao wa Echoes of War, lakini kutokamana na hali ya mshikeshike kuanzia jana usiku hadi leo asubuhi walikataa kuingia kwenye jukwaa. Waliingia wakaimba wimbo wa taifa, wakapeana hotuba yao fupi ya kujielezea ni kwa nini wanafanya hivyo, na wakatoka kurudi kwenye basi lao. Hivi sasa tunaarifiwa kwamba wako chini ya ulinzi wa polisi. Gari lao linaelekea katika maeneo ya Butere kule katika shule yao iliyoko kaunti ya Kakamega. Vile vile kulikuwa na matukio mengine kuanzia jana hadi leo asubuhi, ambapo yalipelekea mtunzi wa ule mchezo wa Echoes of War ambaye ni Cleophas Malala alipelekea kushikwa jana usiku na akapelekwa katika kituo cha polisi maeneo ya Eldama Ravine, lakini mawakili wake wakiongozwa na Kennedy Echesa basi walifanya juu chini, na tumeweza kuwasiliana nao wakituarifu kwamba tayari ameachiliwa. Nawasiliana hivi sasa na Cleophas Malala ambaye yuko maeneo ya Eldama Ravine, anarudi katika maeneo ya Nakuru. Nadhani unanipata vyema kabisa Malala kwa sasa. Nakupata sana kabisa. Asante sana kwa kuwasiliana nasi ili kutaka kuarifu wananchi na jinsi hali ilivyo hivi sasa. Uko wapi? Je, uko salama na umeachiliwa namna inavyosemekana? Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba nilishikwa jana usiku na nikatembezwa usiku mzima na maafisa wa DCI wakiniweka katika boot ya gari ya Subaru, wakanikalisha kule katika msituni katika police station kwanza ya Nakuru. Wakinitoa pale Nakuru wakanipeleka police station nyingine kwenye msituni, sikuona jina yake. Na usiku wa manane watu ambao sijui majina zao walikuja na gari tofauti na uniform tofauti, wakanitoa pale wakanipeleka katika police station ya Eldama Ravine, ambaye nimekaa pale. Wameninyima maji, wameninyima chakula, wamekataa nione hata wakili wangu. Hadi masaa machache iliyopita ndio wamenifungulia milango za gereza, wakiniambia kwamba naweza toka bila kuniandikia kosa lolote mahali popote na bila kuniambia chochote ambacho kimefanyika. Ningependa kukashifu tendo hili kabisa. Hili ni tendo ambalo halifai liruhusiwe kufanyika wakati huu ambapo tuko na katiba ambayo inatuelekeza jinsi vile ya kujielekeza kama taifa. Ningependa kuomba wale viongozi ambao wako nyuma ya kashfa hii kwamba waajibike, waruhusu kwamba watoto wa shule waweze onyesha mchezo wao kuigiza, ambao sio mchezo mbaya hata ukiusoma ama ukiuona, lakini wako na wasiwasi kwamba watoto hao wanaenda kuonyesha yale mabaya ambayo yanafanyika katika nchi yetu. Ukiangalia mchezo huo unaonyesha yale matakwa ya Gen Z, ile universal healthcare. Wanasema kwamba ile system ya SHA haifanyi kazi. Wanasema kwamba wanataka good governance without corruption. Wanasema kwamba hawataki high taxes. Hawataki kwamba vile taxes zao wanatoa kidogo, bado kuna maafisa chache wa serikali ambao wanazitumia vibaya. So hii ni mchezo wa kuigiza ambao unaonyesha tu jinsi vile society yetu iko, na waruhusu hao watoto waweze onyesha mchezo huo. Takuja kwenye huo mchezo, lakini jana ulivyoshikwa Mheshimiwa Malala ulielezewa umeshikwa kwa nini? Hawajanielezea chochote. Hawajaandika jina langu mahali popote na hawajaniongelesha. Ni polisi tu kunishika, kuniweka kwenye buti ya Subaru na kunitembeza usiku nzima katika msituni. Na kwenye mchezo wenyewe ambao umeuandika wewe kama mtunzi, labda unadhani ni mchezo ambao umekuja wakati ambao unapofaa kuja na vile vile kuwasilishwa kutoka kwa wanafunzi? Huu ni mchezo ambao unajua sisi tunaandika ile kitu inaitwa topical themes, zile themes ambazo ziko sasa hivi. Ukiangalia sasa hivi shida ambayo inakuza watu wetu ni kwamba viongozi hawataki kusikia the young generation. Wale viongozi wamekaa na zile fikra zao za kitambo, wamekataa kuwasikiza hawa vijana wadogo. Ndipo unaona kwamba nchi kila wakati inachemka kwa sababu ya viongozi ambao wanatutawala sasa hivi. Wamekuwa madikteta. Wameamua kwamba kijana yote akiongea wanamuabduct. Kijana yote akifanya makosa yote wanamshika. Intimidation has become
a popular song in this country kwamba kama wewe hauelewani na serikali basi unaintimidatiwa. Wale public servants wengi ambao wanafanyia kazi serikali, they are working under intimidation, and therefore huu mchezo umeletwa wakati mzuri, wakati ambao Wakenya nafaa waone. Lakini mtu ambaye ni muhimu aone hii play kwa sababu itamsaidia kuangalia jinsi vile mambo iko ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Yeye ni muhimu aone hii play, itamfunza mambo mengi ambayo hafanyi vizuri kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa wandani wa mheshimiwa rais, labda hauoni hii kama ni njama ambayo imetumiwa sasa kukuonyesha wewe kwamba haikufaa kuwa hivi? Kuna mtu labda nje anafikiria kwamba kwa nini unauandika huu mchezo kwa sasa, labda unamchokoza rais ama unauchokoza uongozi ulioko mamlakani? Mimi ni mwandishi na nimeandika, huu ni mchezo wangu wa 82. This is my second play that I'm writing. Si mchezo wa kwanza naandika. Mimi huandika michezo ambayo iko na themes tofauti. And therefore huu mchezo tumeandika tu ndio watu iweze saidia taifa hili waone kwamba watadili aje na the Gen Z. Ni muhimu, ni lazima wakae chini na hii generation, kwa sababu hii generation paka wajitawale wenyewe na pia paka waeleze jinsi vile wangependa kutawaliwa. Asante sana mheshimiwa Malala, Cleophas Malala, huyo mtazamaji ambaye ndio ametoka kuachiliwa huru katika kituo kule Eldama Ravine, ambaye ametuelezea kwamba alinaswa jana usiku na akazungushwa maeneo ya Nakuru kabla ya kupelekwa sehemu ya Eldama Ravine, bila shaka ni katika kaunti ya Baringo kama sijakosea, ambako amezuiliwa, lakini mawakili wake wamekwenda juu chini kuanzia jana usiku hadi leo asubuhi wakiwa maeneo yale ya sehemu ambayo